call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day. It's another Saturday evening, and actually we are back on the show. Namera TV show is actually rolling. Na leo tuko na story mingi sana za kuletea pale kwenye screen yako. Kumbuka Namera TV show kila wakati tunaangalia maswala ambayo yanahusiana na mambo na social change. Na leo tunawafanyia spoken word poetry edition, na leo tuko na mambo bomba kabisa. Kumbuka Namera TV show tunashika kila mahali, kuanzia upande wa North Africa, ukuje South Africa, ukuje East Africa, hapa Kenya. Kumbuka kwamba kaunti zote tunashika vizuri. Na kumbuka sanaa ya ushairi ama spoken word poetry edition ni talanta ambayo wasee wengi wako nayo pale mtaani, na ndio kila wakati lazima tukuletee msanii mpya ambaye anafanya mambo bomba kabisa pale mtaani. Kumbuka tuko kwenye Facebook Star Africa TV, kwa sababu kila wakati tunaongelea mambo ya stars na kuletea mambo ambayo kila wakati unayapenda. Na ukiangalia pia pale kwenye Facebook utapata pale kuna Namera TV show, kwa sababu kila wakati lazima to shine our society na pia kuweza kushine pia our communities na pia wale wasanii ambao wanaaminia na mambo ya social change. Na kumbuka pia tuko pale kwenye WhatsApp. Angalia pale kwa screen yako, utaona kwamba we are actually do something on WhatsApp. Check on WhatsApp number and actually text us, tuambie uko wapi, wewe ni nani, unafanya nini, wewe ni msanii ambao unafanya maendeleo pale mtaani. Angalia pale kuna pia nambari ya SMS, tutumie pale SMS ama arafa, tuambie uko wapi. Sema nasi na wakati wa show tutaweza kusema nao moja kwa moja. Kumbuka Namera TV show tunaendelea kuwashika kabisa, kwa sababu lazima tuweze kushine wale wasanii tuko nao, tuweze kushine Afrika, tushine dunia yote, na tuweze kufanya mambo bomba kabisa. Endelea kushikilia hapo, kwa sababu ni mimi wako Gideon Kile, na kila wakati lazima tuweze kufanya mambo vile ambavyo unayatarajia. Endelea kushikilia hapo. Welcome back to Spoken Word Poetry Edition. We're back again, and we're talking about poetry that is actually informing change in our communities. Someone was asking kama poetry inalipa, na nataka sasa basi Kevo Rabbit aweze kutuambia ni kweli poetry inalipa? Poetry inalipa ndio, lakini inalingana na vile sasa market yako iko ama vile watu watasupport. Mostly unapata kama uko na maybe most of the media huwa wanasupport, maybe unaweza ito events na unajua huwezi enda tu event hivi na utoke mkono mtupu, unatupa ulamu. Kwa hivyo events lazima zilipe. Huwa zinalipa. And you find pia hiyo ni part ya kutusupport sisi. So I think poetry inalipa. Na sasa kuna wale wasanii ambao wanataka kuventure into spoken word poetry. Ni mambo yapi ambao wanafaa kuyafanya kuweza kushiriki kwa mambo kama haya? Spoken word inafaa kujituma, ile willingness, ile kujitoa. So it's all about passion na kama hizo. Unajua mostly inakuanga ni kama kuongea, but kuna ile convincing power ambao unafaa kuileta uongelelea watu vile wataichukulia. So basic skills mambo kwanza kuna creativity, si ndio? Alafu baada ya creativity kuna tuseme mimi ni upcoming na sijajua mambo ya spoken word poetry vizuri, lakini huwa naiona na naona ni kitu ambacho ningependa kuparticipate kwa hiyo sana. Ninafanya nianzie wapi? Nafaa tu kwanza urudi kwa ground. Kwanza udecide. Ukisha decide mimi nataka nifanye hii poetry. Then ukama up na idea, kwanza nataka niongelee kuhusu nini. So ukisha
ukiangalia hiyo mambo mbili, then sasa hapo ndo maybe sasa flow ya word itajileta, and then you just look at your rhyming, vile sasa uta rhyme na vile sasa after so umekamna hizo, by the way inahitaji unakuwa creative sana. Juu unajua mostly so creativity is very key. Juu unajua mtu akikwambia anafanya spoken word, you will not just do it like that. So lazima kwanza utaandika, then ukishamaliza so kuna vile unafaa kuitoa. Kila mtu uko na njia yake ya kutoa, by the way listen zinakuanga different sana. So kuna vile mtu anaitoanga, so you just decide on which way na vile utaitoa ndo watu azinivutie tu watu na vile hiyo message ita reach. Exactly. So kuna kitu chenye umesema pale, kuna item yenye umeandika inaongelea about your own life history. Mbona uliona uandike something about that? Hiyo ilikuwa tu starter. For me ilikuwa starter, nilikuwa nafikiria niandike kitu, then nikaona let me just write the way nilimaliza shule, then nikaanza sasa. So what about your life experiences? Kwa sababu ukipata msanii anaamua maybe kuongea about a given story na ana venture into his or her own life history, lazima kuna kitu chenye kilikusukuma ukaona members of public must know something about that. Life, wajua kulingana na mtu inalingana na vile ukiangalia mahali umetoka. Then ni kama tuseme unafanya vitu but vile unafanya kwa world unaona enyewe kuna vile watu wanakuachilia sana, hata kama ni the people around you hata wakusaidii. So unaona at least tunaweza ongelelea ndo pia watu wapate hiyo message through your art. Wapate hiyo message pia itaguza mtu mwingine aone, I think pia someone like him pia anapitianga mambo kama hizi, so I can help him na pia yeye anaweza ku stand na pia azipite. Anaitwa nani? Unajua watu kwa Facebook wanaandika mambo mengi. Unapata pale mtu anaandika majina kwenye Facebook unashindwa kuyasoma kwenye screen. Na haya mambo ambayo yanatutatanisha kabisa. Kwa hivyo mtazamaji, basi ukiwa pale kwenye Facebook, ukiwa pale kwenye Twitter, ukiwa kwenye upande wa Instagram, jaribu angalie jina Creativity. Tunaambiwa pale na Kevo Rabbit, basi ukiwa msanii ama ukiwa pale mtaani, creativity ni kitu cha maana sana kuweza kufikisha kile chenye unataka kwa watu. Kwa hivyo ukiandika pale majina mengine pale kwenye Facebook, basi watu watashangaa kuyasoma pale kwenye media. Hatuwezi kuyasoma haya majina kwenye screen kwa leo. Kuna huyu mwingine ambaye anasema anaitwa anasema Anna, I'm watching the show from Lolongo. Naomba Kevo Rabbit aweze kutuangishia mambo bomba kabisa tuweze kuyasikia vile ambavyo anayafanya. Nafikiri Kevo Rabbit basi ataweza kufanya hayo baada ya muda usiokuwa mrefu. Kumbuka tuko kwenye Facebook Star Africa TV, na tunasema basi Star Africa TV tunawajengea stars ambao wanafanya sanaa inayoleta mabadiliko katika jamii. Endelea pale kuangalia pia kwenye Facebook, tuna stream live. You can check us on Instagram. We are actually on Twitter. Keep those tweets coming na tutakuwa tunazisoma hapa moja kwa moja wakati show inaendelea. Sasa Kevo Rabbit, kuna mmoja hapa anauliza sasa wewe alikuona pale kwenye Talanta mtaani, aliona pale ulichemsha. Kuna mmoja hapa nimesoma hii SMS hapa anasema pale Talanta mtaani uliweza kufanya mambo vizuri kabisa. Hebu tuelezee ni mambo yapi ambayo mlikuwa mnashughulikia hapo na mambo yalikuwa vipi? Talanta mtaani nilihudhuria kwa sababu nilikuanga na hiyo tamaa ya kupata support. Mostly unapata wenye wanasikiza spoken word people around you, haifikii watu wengi. But so on one way pia kuna vile unaweza tafuta njia za kuwa at least unashikiliwa na watu wanakushika mkono ndo uweze kupanda juu. Unajua anasemanga lazima inakuanga umoja ni nguvu na so, utengano ni udhaifu. Naona ushatufikisha kula Mombasa sasa. Inabidi. Alafu so mimi nikaona at least naweza make a step. Unajua wanasemanga the spirit of getting started is getting ahead. So
nikasema wacha ni make a step niende pia mimi nijaribu. Uende pale uone vile mambo yalivyokuwa. Nione vile. Na ilikuwa ni kama ilikuwa mambo spoken word nini talent search ama ilikuwa competition, ilikuwa audition ama mambo yalikuwa vipi? So hiyo ilikuwa auditions of which unachagua tu talent juu. Mimi nafanya talent mingi, huwa na dance, huwa na act, huwa nafanya spoken word. But unajua kuna ile yenye unapenda sana yenye ni passion kwako. So mimi nilichagua wacha niende audition, unajua ni kama competition. So kuna vile unaweza kuwa eliminated. So nikasema at least spoken word kwangu inakuanga stronghold na ni kitu naipenda. So nikaona wacha niende nifanye hiyo spoken word. So na mlipofanya pale sasa mkaweza wengine wakachukuliwa pale wakafanya showcase zile talents zenye wako nazo ama mambo yalifanyika vipi? Watu walifanya hizo talents. So ilikuwa inalingana na vile utaenda present, then judges ndo walikuwa naamua. So for me I was lucky, I was able to pass the auditions. Ukakuwa champion pale sasa. Basi mtazamaji, umesikia kwamba Kevo Rabbit anafanya mambo bomba kabisa, na baada ya muda usikuwa mrefu tutaweza kumuona basi vile ambavyo anafanya mambo yake pale mtaani. Tutaweza kuona vile ambavyo anavyosema pale aliweza kuwa champion. Na leo kwenye Star Africa TV tumemleta kama star pia aweze kutuonyesha basi vile ambavyo anatumia spoken word poetry kuweza kuhamasisha jamii kufanya mambo ambayo yanafaa kufanyika pale mtaani. Endelea kushikilia hapo kwa sababu na Meda TV show ndio show number 1 ambayo tuna shine wale wasanii wako pale mtaani. Kama unafanya sanaa yoyote pale, you can sing music that advocates for change, you can actually act, unaweza fanya mambo na sanaa yoyote pale, uchoraji, wewe ni mwimbaji, wewe unafanya spoken word poetry, sema nasi, tumia ujumbe pale kwenye WhatsApp, tumia pale SMS, sema nasi, subscribe to our YouTube channel, tuambie uko pale mtaani unafanya sanaa ina gani. Lakini kabla ya hapo ningependa kabla hajaweza kutuonyesha yale mambo ambayo anayafanya pale mtaani, kwa kuweza kutuachilia basi vibao vyake motomoto, anatuambia kwamba ametuandalia mambo mengi zaidi ambayo ni mazuri. Ningependa aweze kutuambia Kevo Rabbit unapatikana wapi? Mtu akitaka atakupata wapi? Atakupata kwenye WhatsApp, atakupata kwenye Facebook, atakupata kwenye YouTube, atakupata wapi? Kwa media waweza nipata kwa WhatsApp, lakini sasa namba ni uko kwenye Facebook, uko kwenye YouTube, unaweza nipata at kevinslovic @gmail.com, kwenye Twitter siko, kwenye YouTube pia kuna page yangu hapo Kevo Rabbit. So si uko sana kwenye hapo kwa Facebook nimesikia @gmail.com. Umeandika hivyo hiyo email address lakini jina kwa Facebook sasa kwa Facebook ni Kevin Slovic. Kevin Slovic. Na kwenye YouTube umesema unaitwa Kevo Rabbit. Basi umeweza kusikia mtazamaji kwamba Kevo Rabbit anafanya mambo yake bomba kabisa. Endelea kuangalia mambo yapi ambayo anafanya pale, tuweze kujenga jamii na tuweze kukuza sanaa ambayo inaleta mabadiliko katika jamii. Endelea kushikilia hapo. Sasa nakuacha na Kevo Rabbit aweza kutuambia basi mambo yapi ameweza kuyaandaa siku ya leo. Kevo Rabbit. Today na wapepetea ubaya kwa macho yenye nimebatizwa na mwezi. Hata nikinyamaza kivuli yangu ataitamani. Sasa kuna mtu yeye kimunio little hope yenye inabaki. Maboyo wamekuwa the Holy Party wakati mademo wamekuwa the blinded party. Maparo wanaacha girls dress naked in public. Alafu mnadhani God is pleased. You know where you're heading. Generation imekuwa addicted to sex immorality. No need to hide. Wakati next generation itakuwa na full of tears, tears of children, tears of children without fathers, tears of mothers without children. Watu hii wanaaga wakijaribu kwa boda, alafu inatumika kama strategy ya uniting and caring family. Instead wachome hiyo mwili warushe hizo ashes into ocean, zibatizwe na maji.
nothing is right. Wakati tunadansia kwa mlango ya shetani ndo apate degree, not funny. Na akitoka saa zingine atamwambia Jerry nimetoka, nikirudi nipate umeosha sahani. Na Jerry atapigia kamande amwambie hello babe, mama ametoka. So kama na kitabu ya Kiswahili ubebe movie mbili na ubebe free condoms jioni, ujue dawa ni miti. Akirudi atasema yeye ni mkali. Next week girl child anaanza kushiba na boy child haizi kubali. In real life your days become swifter than a weaver's shuttle, na mtaspend bila hope. Omba God. Haya basi, mtazamaji umeweza kuona kwamba Kevo Rabbit anatuambia kwamba lazima tuweze kutake responsibilities as parents. Mimi kama mzazi basi lazima tuweze kuangalia maslahi ya wale ambao tuko nao pale nyumbani. Basi endelea kuzungumza nasi kupitia kwa mitandao yetu ya kijamii. Angalia pale tuko kwenye Facebook na Mera TV Show, tuko kwenye YouTube. Subscribe to our YouTube channel. You can actually check on Twitter and follow me at @binkile. Angalia vile vile pale kwenye screen yako utaona kuna SMS, kuna WhatsApp pale namba. Endelea kuwasiliana nasi, na kama uko pale wewe ni msanii ambaye unafanya talanta ambayo inajenga jamii na kuweza kuhamasisha jamii kuweza kuleta maendeleo kupitia kwa sanaa kama silaha ya kuweza kutujengea jamii, basi wasiliana nasi moja kwa moja na bila shaka tutaweza kuwa nawe studioni. Kumbuka leo imekuwa ni siku nzuri kabisa kwa sababu tunaendelea kuzungumzia mambo haya ambayo wasanii wako pale mtaani wanavyotumia sanaa yao kuweza kuleta mabadiliko na maendeleo katika jamii. Endelea kuzungumza nasi, na kwa sababu naona producer ananiambia kwamba wakati unatupa kisogo, basi hatutaweza kuendelea na kuzungumza mengi zaidi. Nitawacha na nyimbo ambazo zinaendelea kuhamasisha jamii kuweza kufanya mambo ambayo yanafaa kufanyika pale katika jamii. Endelea kushikilia hapo hapo kwa sababu na Mera TV Show ndio show number 1 ambayo inakuletea sanaa ambayo inaleta mabadiliko katika jamii. Star Africa TV tuko pale kwenye Facebook. Endelea kuzungumza nasi na kutuandikia pale mijumbe yako, basi na moja kwa moja tutaweza kuwasiliana nawe na kuendeleza bara la Afrika pamoja, kwa sababu Afrika is a blessed continent, na tunasema kwamba imejawa na stars. Ndio maana Star Africa TV tunaendelea kushikilia hapo hapo kwa kuburudisha, the home of entertainment kila wakati.